Mpaka Chalinze kutokea pale mkoa jijini Dar es Salaam, na hapa tupo katika uwanja ambao ulikuwa unachezwa mchezo bonanza la kulandana dhidi ya Chalinze Combine. Niko na mzee wangu hapa, mdau wa soka, lakini pia nimesikia kwamba ni shabiki wa Yanga pia ni mwenyekiti. Atajitambulisha nisimalize hayo yote. Kwema mzee wangu? Kwema kabisa. Asante sana. Kwa majina naitwa mzee RS Mkali. Nilikuwa ni mjumbe wa tawi la Chalinze wa mkutano mkuu, pia nilikuwa mlezi wa tawi la Yanga Chalinze. Ni mpenzi kwa kweli. Ni mpenzi wa Yanga African. Alafu ni mpenzi wa masuala ya michezo ya soka. Nakuona umefika hapa kwenye bonanza hii. Nimefika. Ni mara ya pili sasa kulandana analeta tamasha hili kwa wana Chalinze. Mmepokeaje kama wazee? Mmebariki kwanza? Sisi tumebariki sana kuleta bonanza hii, na sisi kwetu ulikuwa huu ni mtoko kwa Chalinze hii katika sikukuu hii ya Christmas, na leo tarehe 26 ndio maana umeona tumekuwa wengi, tumejaa. Lakini hata hivyo bado hiki kiwango ni kidogo kwa jinsi ya mimi ninavyokuwa na experience na wapenzi wa huku. Yaani kiwango kimekuwa kidogo sana. Hiki kiwango kilikuwa kidogo. Labda tumeona amejaa. Na hisi ni kwamba bado taarifa hazikuenea sana. Hizi taarifa tumezipata sisi watu wa center hapa Chalinze. Lakini tumefurahi, tumefarijika, tumepata kuwaona wachezaji wa ligi daraja la kwanza, wachezaji wa vilabu vingine, wachezaji wakubwa. Wengine tulikuwa tunawasikia, tunawaona tu kwenye runinga. Lakini leo tumewaona live, kwa hiyo tumefarijika. Kwa hiyo kitendo ambacho amekifanya kulandana, inawezekana sijui uko nyuma kama kuna mtu aishaye kufanya kitukio kama hili, inawezekana kama ni mtu wa kwanza. Labda mzee wangu niambie, kuna mtu aishafanya hili? Kwa kweli sijaona kama kuna mtu ambaye amefanya. Na kama amefanya basi amefanya sisi ambao ni wazee wa mjini hapa hatujalisikia. Wazee lazima msikie. Wazee sisi lazima tujue kinachoingia mjini na kinachotoka mjini. Lakini hili ni kama ni tamasha lake basi litakuwa la pili. Msimu jana alifanya. Lakini halikuwa kubwa kama hili. Leo limekuwa kubwa. Leo kidogo limefana. Mwanzo mgumu. Mwanzo mgumu, lakini nina imani kwa siku zijazo, kwa sababu hili linawamotivate hata vijana ambao wanachipukia. Tuna vijana wengi kama ulivyoona hapa Chalinze Combine. Tumeingiza karibu timu mbili hapa. Naona. Na vile ina motivate sio vijana wa Chalinze tu, na vitongoji vya majirani. Kwa mfano hapa utakuta kuna wachezaji wametoka Bwawani, kuna wachezaji kutoka Mdaula, kutoka Lugoba, kutoka kule tunaita Pera, Chalinze Pera kule kwa Mwarabu na nini. Kwa hiyo hii yote inawamotivate. Nafikiri siku zijazo ikifanyika hivi au wakipatikana wengine wawili watatu, basi na akilileta vizuri, basi sisi tutamchangia mawazo. Kwa hiyo mpo tayari akisema bwana wazee wangu mnisapoti mahala? Tuko tayari kabisa. Tuko tayari, tunamkaribisha tu aje ili lipangwe vizuri. Pengine kijana wa namna gani kulandana? Kwa mimi binafsi nimemjua kwa hivi karibuni kupitia matamasha, na wakati mwingine tulikuwa tunakutana kwenye vyombo vya habari. Kwa mwanzo nilimjua mimi wakati akitokea Zanzibar. Naona tulikuwa studio moja kwenye kipindi cha michezo, ndio akajitambulisha kwamba yeye ni kulandana kutoka Zanzibar, lakini amekuja na tafuta timu. Lakini nimefarijika. Anazidi kukua. Anazidi kukua. Na hata kwenye michezo ilivyokuwa huko, sijui akiwa Fountain Gate ikicheza, mimi macho yangu yote namtazama yeye anafanya nini. Kwa hiyo ni kijana wetu. Neno la mwisho kwake? Aendelee kujitahidi.
na kama ataona kwamba ipo haja kwamba anataka kupata labda ushauri wa wazee, si tuko tayari. Ushauri wa wazee? Ushauri wa wazee. Tayari kumwonyesha njia? Tuko tayari. Bwana, shukrani sana mzee. Haya, asante sana, na nyinyi asanteni sana Bwigane. Mko Dar es Salaam? Ndio. Umekamata hilo jina au unamjua Bwigane? Bwigane namjua, lakini kuona kwamba na kitengo kama hiki pia naye nampa big up. Kwa hiyo ni vizuri. Hapa salamu gani inawezekana? Mimi kwa kweli niseme kwamba nimtie moyo, asiishie hapa. Naona ulikuwa mdau wake sana. Si unajua tena, Kila kusikiza kwenye redio. Ule ulikuwa mtamu ule kuliko hao wa sasa wasema anakwenda pale lakini hao walikuwa wanakuambia kabisa anao pale fulani anakwenda anampa fulani anakwenda, yani hata unausikiliza kwenye, yani wewe mwenyewe tayari uko pale uwanjani unaona kabisa sasa hawa watu mpira huu uko kwenye kona. Yani hauoni lakini unapata ladha. Unapata ladha, unakuwepo pale, yani anakuchukua alafu anakuweka pale uwanjani. Okay. Asante sana. Haya, asante sana. Haya, asante.